umemwongezea dakika 5 nyingine, kwa sababu wani katika wale washtakiwa wane ambao Mheshimiwa Spika, kwanza nichukue fursa hii kukupongeza kwa taarifa yako ambayo imetetea bunge hili, Mheshimiwa Spika. Jambo la pili, pia ningependa kuwapa kongele kamati hizi mbili zikiongozwa na Seneta Kajwang na Seneta Ososi kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Mheshimiwa Spika, nilihudumu katika kamati hii ya uhasibu mwaka 2017 mpaka 2019-20. Na Mheshimiwa Spika, kazi hii sio kazi rahisi kwa kusema ukweli. Na nimefurahi pia kwamba sasa wanafuatilia mambo yanayotendeka sasa. Wanakagua hisabu za sasa. Kwa mwaka huu hivi sasa wanakagua hisabu za mwaka 2024-2025 ambao ni mwaka ulikwisha mwezi Juni mwaka jana. Mheshimiwa Spika, jambo ambalo ningependa tu kuwasisitizia ni kwamba wakati wanafanya hii kazi ni lazima wawe kwa Kiingereza tunaweza kusema steadfast. Hakuna kucheka na magavana ama kupigana pambaje, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wanapokuja pale wanakuja kujibu maswali ambayo yanahusiana na ubadilifu wa fedha za umma. Kwa hivyo upande mmoja wewe unawachunguza na upande mwingine unacheka nao kama ambao nyinyi ni marafiki na mlihudumu pamoja katika ubadilifu wa fedha hizo. Kwa Mheshimiwa Spika, kamati hizi lazima zionyeshe sura ya kazi wakati wanafanya huu hasibu, kwa sababu ndio njia pekee ya kuonesha wa Kenya kwamba wako serious katika kazi ambao wanaifanya. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ni kuwa ni masikitiko kwamba ripoti zetu nyingi ambazo zimeweza kutolewa katika bunge hili hazijafanyiwa kazi. Taasisi za kupambana na ufisadi, taasisi ya ODPP, kiongozi wa mashtaka, Mheshimiwa Spika, zimekalia ripoti hizo. Na mbali na ripoti hizo, Mheshimiwa Spika, kila siku mara kwa mara wakati kamati hizi zinaangalia hizi kazi, wanatoa maagizo kwa EACC, wanatoa maagizo kwa ODPP kwamba swala hili lichunguzwe na hatua zichukuliwe kabla ya mambo kwenda mbali. Lakini Mheshimiwa Spika, inachukua muda kwa kamati hizi kwa taasisi hizi mbili kuendeleza uchunguzi na vile vile kuchukua hatua, hata kama kuna uwazi kwamba pesa zimeweza kubadilishwa, kupotea na kuweza kufanyika ubadilifu wa fedha na gavana wanaohusika. Mheshimiwa Spika, ni kinyume na maadili kwa magavana hawa kupitia kwa baraza lao kusema kwamba wao ndio waweze kuchagua kamati, wao wanaweza kuchagua wanakamati, na kesho pia watasema sisi tunataka tuchague prosecutor huyu ama tuchague jaji huyu, kwa sababu tunaona kwamba huyu aliyeko hawezi kutufanyia haki. Mheshimiwa Spika, hiyo haiwezi kukubalika, kwa sababu hakuna mtu ambaye anajihukumu mwenyewe. Lazima wenye kuhukumu na wenye kuchunguza wawe ni watu tofauti na yule mshtakiwa ambaye yuko mbele ya mahakama. Mheshimiwa Spika, jambo la mwisho ni kwamba komiti inafuatilia ripoti ambazo zimefanywa na maauditor. Na kabla ripoti kuletwa hapa, Mheshimiwa Spika, auditor huwa anampa nafasi gavana ama anampa nafasi ile county husika kutoa ripoti ya yale mambo ambayo yameonekana kwamba yamefanyika kinyume na sheria. Mwisho wa mwaka, Mheshimiwa Spika, tarehe 30 Juni, kaunti hizi zina nafasi ya miezi miwili kutengeneza ripoti zao. Baada ya kutengeneza hizi ripoti, Mheshimiwa Spika, auditor anakuja anachunguza vile vitabu, na baada ya kuchunguza anatoa ripoti yake, na ile ripoti inapelekwa kwa serikali ile ya county, na serikali ya county ina siku 30 ya kujibu. Baada ya kujibu, Mheshimiwa Spika, ndio ripoti ya auditor inaletwa hapa kwa yale mambo ambayo yameweza kuchunguzwa na kuonekana kwamba hayafai. Lakini Mheshimiwa Spika, licha ya hivyo, kaunti hizi bado hutaka muda zaidi. Watakuja hapa waseme kwamba hii ripoti hatukutengeneza, hatukuweza kuijibu kwa sababu tulikuwa hatuna rekodi, na visingizio vingi vingine ambavyo wanaweza kutumia kuweza kuchelewesha mchakato wote wa hii kazi ambayo inafanyika na kamati hizi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wakati wa kubembelezana umekwisha. Wengi hivi sasa wanakuja kulalamika waombe waweze kupewa muda. Lakini Mheshimiwa Spika, tukiangalia kwamba kamati inatakana itoe ripoti kufikia tarehe 31 Machi, na inaangalia
hisabu za kaunti 47. Mheshimiwa Spika, hiyo ni kazi kubwa sana ya kufanyika kwa muda wa miezi miwili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, umeyoyoma. Seneta Kinyua.